Baada ya kutoka taarifa ya kuondoshwa kambini katika klabu ya Simba mshambuliaji wao Jonathan Soa, lakini swali kubwa watu wanajiuliza ni sababu ipi hasa ambayo imemwondosha kambini Jonathan Soa mpaka kusubiria kamati ya nidhamu ya klabu ya Simba itapokaa ndio Jonathan Soa atakwenda moja kwa moja kujadiliwa kile ambacho amekifanya. Mashabiki wanajiuliza ni nini hasa ambacho amekifanya Jonathan Soa funga meza. Unaweza kutuambia za chini za kikachero ni kipi ambacho Jonathan Soa amekifanya na ameikosea klabu ya Simba? Of course mpaka sasa hivi wenyewe Simba hawajatoa taarifa rasmi kwamba kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, lakini kubwa zaidi linalozungumzwa ni masuala mazima ya kinizamu, lakini za ndani zinaeleza kuwa inasemekana bwana Jonathan Soa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wakiuza siri za klabu. Hiyo ndio miongoni mwa sababu kubwa ambayo uongozi ukashindwa kumvumilia, mwalimu pia akashindwa kuvumilia hilo swala, kwa sababu kuwa na mchezaji ambaye hayuko tayari kuitumikia klabu kwa 100%, unakuwa na mchezaji ambaye roho na nafsi yake haipo ndani ya taasisi, ni changamoto. Kiangalia Jonathan Soa of course amekwenda ndani ya Simba, lakini roho yake haiko ndani ya kikosi cha Simba. Ikumbukwe miongoni mwa ndoto kubwa ya Jonathan Soa ni kucheza ndani ya kikosi cha Young Africans. Hata kipindi ambacho anakwenda kujiunga na kikosi cha Singida Black Stars ilikuwa ni sehemu kama ya platform ya kuonesha ubora wake kabla ya kwenda kusajiliwa na Young Africans. Hata sisi watangazaji, sisi wachambuzi tulikuwa tunatambua kwamba safari ni fupi kwa Jonathan Soa ndani ya kikosi cha Singida Black Star. Baada ya hapo atajiunga na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Lakini baada inaonekana mambo yakaja yakachange, yakabadilika na tukaona Jonathan Soa amekwenda kujiunga na kwenye kikosi cha Simba. Basi sababu kubwa ambayo mpaka sasa hivi imekuwa ikizungumzwa ukipita kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na taarifa za ndani zinaweza kuwa miongoni mwa sababu kubwa ni bwana mkubwa kuuza siri ya kambi. Yeah. Mpaka Simba wanakubali kumsajili Jonathan Soa, kuna vitu ambavyo walikuwa wanaifahamu kutoka kwake. Ni mchezaji ambaye ukizungumza swala la nidhamu kwake hawakujiandaa na hili ambalo linatokea sasa hivi, na kipi ambacho moja kwa moja wamewafanya kubadili maamuzi mpaka kukubaliana kwamba kumuondosha kambini na mpaka kusubiria pale kamati itapokaa nidhamu. Kwanza hawakutegemea kwamba atafanya utovu wa nidhamu kwa daraja hili. Sidhani kwamba Simba angekuwa razi kumuona mchezaji ambao wanamsajili ama wanamchukua kumuongeza kwenye kikosi chao kwamba anaweza akafanya matukio ya kinidhamu makubwa kiasi cha kwamba wao kama uongozi wakashindwa kuvumilia na kuja kwenye public na kuzungumza wazi. Kumbukwe Simba ni miongoni mwa timu ambazo zimewahi kupita ama wamewahi kupita wachezaji wenye hiyo kaliba ya Jonathan Soa, watovu wa nidhamu, kina Joras Gerard Mkude tunazungumzia hapo, kina Bernard Morrison. Watu walizungumza vitu vingi, bwana Mtukutu ataweza kucheza ndani ya kikosi cha Simba, lakini akaenda akacheza mpaka mkataba wake ulivyotamatika. Kwa hiyo watu walikuwa naamini kwamba Jonathan Soa kipindi ambacho Simba wenyewe wanamsajili walikuwa na imani ya kwamba huenda atakuwa na huo utovu wa nidhamu, lakini kwa ukubwa wa Simba, ukubwa wa taasisi ya Simba, uhitaji wa Simba, walikuwa naamini kwamba kulikuwa na advantage ya wao kwa maana ya wao kumbadilisha na kuwa katika njia ambayo imenyooka. Lakini mimi binafsi ni wapongeze Simba kwa sababu wamefanya maamuzi magumu kwenye nyakati pia ngumu. Sio rahisi mchezaji wa daraja la Jonathan Soa kwenye kipindi hiki kuelekea katika mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo uweze kumsimamisha. Ukiangalia mfululizo wa mechi, ukiangalia ratiba imekuwa very tight, unatamani kuwa na full squad ili uweze kufanya rotation ya kutosha kwenye kikosi chako, lakini Simba wamekubali kumsimamisha Jonathan Soa na kuacha taratibu nyingine za kiitifaki ziendelee kufuatwa. So kwangu mimi nadhani hiki ambacho kinatokea kwa Soa na Simba sio swala la surprise, lakini imezidi zaidi ya surprise. Yaani leo hii baba mtu uliahidi bwana atakununulia gari, huku unajua labda KST tu, mwisho wa siku unakuja kuiona Rolls Royce. Very surprised. Ndio hiki ambacho kinakuta Simba, kwa maana waliyategemea matukio ya utovu wa nidhamu kutoka kwa Jonathan Soa, lakini hawakutegemea kwamba atafanya matukio ya kinidhamu ya daraja hili. Kwa hiyo hili limekuwa ni daraja la juu kabisa matukio ya nidhamu, na ikumbukwe Jonathan Soa siku ya jana alipaswa kwenda kwenye hiko kikao cha kudiskasi yale ambayo amekuwa akiyafanya, lakini ikumbukwe huu utakuwa ni mkutano wake wa pili
pamoja na bodi kwenye kudiscuss masuala mazima ya kinizamu. Ukijaribu kuangalia ndani ya muda mfupi tayari kashaitwa mara 2. Utaona mchezaji daraja gani. Ukiona mwanafunzi shuleni nusu mwaka na anaitwa mara 2 kwenye kamati ya nizamu, ujue ana changamoto. Ukijaribu kuangalia tangu ajiunga na kikosi cha Simba, michezo aliocheza mpaka sasa hivi, huoni sababu ya yeye kuitwa kwenye kamati ya nizamu mara 2. Sasa utagundua kwamba ni mchezaji ambaye ana changamoto na Simba ukweli aliingia mkenge. Soa ni mchezaji mzuri. Alipotoka Singida alifunga mabao 11 na Simba akavutiwa moja kwa moja na kushawishiwa kutaka kumsajili. Kwa hatua hii, Simba wanapaswa kumvumilia na kuendelea naye Jonathan Soa, ama anapaswa moja kwa moja pengine kufikiria kuachana naye ili timu kudumisha katika hali ya nidhamu? Ili iwe fundisho, ili mchezaji mwingine asirudie, ili kutengeneza uimara wa taasisi, lazima Simba wafanye maamuzi magumu kwa Jonathan Soa. Lazima wafanye maamuzi magumu, kwa sababu ukiweza kuvumilia hili, kuna mwingine pia atafanya kama hili, kuna mwingine tena atafanya kama hili. Mwisho wa siku itakuwa taasisi ya wahuni, kwa sababu kama utakubali mchezaji wa daraja la Jonathan Soa ambaye kimsingi mnamlipia vibali vya kazi hapa, work permits na nini, mnampangia nyumba nzuri, anaishi maisha ya kifahari, gari mmempatia, anakula kuku kwa mrija, alafu anashindwa kufata matakwa ya taasisi, alafu mkamvumilia, obvious utatengeneza unyong'onyo kwa wale wachezaji wengine. Watasema why Jonathan Soa ameweza kufanya utovu wa daraja hili wa nidhamu na bado akaendelea kuvumiliwa, kwa maana yeye ndio mchezaji wa thamani zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo utatengeneza mgagaziko kwenye kikosi. Kwa hiyo mimi nadhani kwa manufaa mapana ya taasisi ya Simba, kwa ukubwa wa klabu ya Simba, kwa malengo ya klabu ya Simba, hawastahili kuwa na mchezaji wa daraja la Jonathan Soa mwenye utovu wa nidhamu wa kiwango kile. Nadhani usajili wake kwangu mimi ulifanywa kimakosa, na ni jambo la kawaida. Sometimes watu tunakuwa na mategemeo na matarajio na muda mwingine hayakui hivyo. Sasa ikitokea hajakuwa vile ambavyo wewe ulitegemea, basi dhahiri shahiri, kwa kuwa ni mchezaji ambaye CV yake inajulikana. Unajua kuna wachezaji, kwa mchezaji anaweza akafanya tukio la nidhamu, unaweza kusema yes, huyu bahati mbaya, kuna changamoto zinamkuta, lakini ukijaribu kufuatilia ile grafu yake utagundua kwamba alifanya pale. Hii sio mara ya kwanza, na kwenye taasisi tayari hii itakuwa mara ya pili anaitwa kwenye kamati ya nidhamu. Sasa utagundua kwamba ni mchezaji kweli wa daraja la kucheza kwenye kikosi cha Simba. Ukishagundua hilo, utagundua kwamba ni mchezaji ambaye astahili kucheza kwenye kikosi cha Simba, na Simba anapaswa kumwajibisha, ili mradi kuhakikisha wanatengeneza discipline kubwa kwenye taasisi, wanatengeneza muunganiko mkubwa kwenye taasisi, wanatengeneza uwajibikaji kwenye taasisi, wanatengeneza kila mtu asimame kwenye nafasi yake kwenye taasisi. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna haja yoyote ya uongozi wa Simba kuendelea kumvumilia. Labda wanaweza wakafanya kwamba wakubali kumvumilia kwa nyakati hizi ndogo ambazo yupo, kwa maana kwa kipindi hiki mkataba wake, ama mwisho wa msimu wana haki ya kumwacha, kwa maana sio mchezaji ambaye anastahili kucheza kwenye kikosi cha Simba kwa aina yake ya nidhamu ambayo yuko nayo. Shukrani sana. Asante sana.